kuna changamoto. Ungewapa wananchi hapa mweki waseme kila mtu wana mambo ya jumla. Kwa mimi nitasema machache tu. Kuongezea pale ambapo Mheshimiwa Diwani Godfrey Kikuya amesema. Ni kweli mwaka 2020 mimi nikiwa nagombea ubunge hapa, alisimama hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa Kasimu, wananchi wa Nyamongo wakaomba mamlaka ya mji, akaahidi kwamba atatekeleza. Jambo hilo Mheshimiwa Katibu Mkuu limegeuka sana mwarobaini kwangu kwamba nimeshindwa kutekeleza ahadi ya kuleta mamlaka ya mji. Kwa kweli Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi unasimamia utekelezaji wa ilani na ni mgombea mwenza. Sasa wanataka kusikia kauli yako wanapoenda kukuchagua kugombea na Mama Samia, waende kuchagua kwa matumaini kwamba umnao umeipokea. Jambo la pili, hapa kuna malalamiko ya fidia kwa watu mbalimbali, na hata kuna machimbo yenye mikondo yamefungwa. Najua mkuu wa mkoa na mkoa anafanya kazi nzuri sana. Wangetaka kuonyesha serikali inaweka nguvu, mjadala ule wa madai mbalimbali umalizwe ili watu waendelee na maisha yao ya kila siku. Ndugu Katibu Mkuu, hapa amezungumza habari ya mradi wa maji. Inakumbuka tulipitia fedha CSR, tulitenga fedha milioni 980, tumeleta maji kutoka mgodini vijiji vinne hapa. Tuna changamoto ya vijiji vingine 11. Juzi kwenye baraza la madiwani tumepitisha fedha kwa ajili ya 60, shilingi bilioni 2.5. Mkandarasi ametembelea kiwanja, mtambo utasafishwa, mabomba yaongezeke, tunaanza kupeleka maji pale kiwanja. Mpango wa halmashauri ni vijiji 11, shida hapa ishe. Hiyo haitoshi. Katika mradi ambao umetoka kukagua kwa shilingi milioni 134, mradi ule nilipeleka ombi mahususi kwa Mheshimiwa Waziri Aweso na Mama Samia akaridhia kwamba matoleo ya maji yaanze kumazwa, yapitie Ngerege, yaje hapa Nyarwana mpaka Nyamongo kwa maji yenye uhakika. Mradi iliyoko pale Mugabiri yaende mpaka Nyamwaga, yapande mpaka Mliba. Mradi wa Sirari uende Nyasincha, uende mpaka kule Kimusi kutuhudumia watu wa pale. Lakini Mheshimiwa Katibu Mkuu, yako mambo ya jumla hapa. Pamoja na chuo cha VETA, kwa kawaida VETA inajengwa makao makuu ya wilaya. Huwa sipendi kumchongea Mheshimiwa Kembaki, lakini ukweli wa Mungu ni kwamba tuliona hapa Nyamongo Bariki tangu Acacia waliahidi kujenga VETA katika makubaliano ya msingi. Wamesema kwa kuwa wanatoa CSR hawajengi. Tulipeleka ombi serikalini, serikali shikivu ya Chama cha Mapinduzi ikaridhia VETA Nyamongo baada ya kupeleka pale mjini inajengwa kijiji cha Nyabichuni. Hizo fedha zilizokuja ni awamu ya kwanza. Ile VETA itagharimu zaidi ya shilingi bilioni 3. Kwa hiyo itakamilika, ilikuwa na swala kweli, na shida fedha imekuja inaendelea. Umepita barabara hiyo ya lami. Hao wananchi waliopo hapa zaidi ya 80% wanamiliki vyombo vya moto. Kama hana pikipiki atakuwa na gari ama ya kwako ama ya abiria. Mji wa Nyamongo unafanya kazi. Barabara hiyo ni kilomita 25 mpaka ifike hapo Kwinoko. Kwa sasa mkandarasi ameenda mpaka Kimakuleli, anakosa angalau sogea mpaka Nyamwaga. Ombi Mheshimiwa Mkuu na mgombea mwenza, yule mkandarasi chonde wakati wote wa sasa wa kampeni asisimame. Watu wa Nyamongo, watu wa Tarime vijijini, watu wa Serengeti wanatamani kupunguza ile vumbi ili kazi hiyo ifanyike vizuri sana. Kwa hiyo tuombe serikali muongeze fedha mkandarasi, anadai shilingi milioni 7.5 na huenda wiki ijayo ile kusosoa kaanza tena, na kumekuwa na maneno mengi ya malalamiko. Hatuna barabara ya lami tofauti na hii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, hapa kuna changamoto ya wachimbaji wadogo. Nashukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi na hasa Mama Samia alielekeza waziri wa madini kwamba Bariki wana baadhi ya maeneo ya Seni ambazo hawazitumii na hazina dhahabu nyingi. Kwa hiyo rais ameelekeza na vikundi vimeundwa kwenye vijiji 11, wameunda Mlito, wameunda Kisangola. Kwa maelezo niliongea na waziri Mheshimiwa Katibu Mkuu ni kwamba mwezi wa 5 unaokuja waziri wa madini atakuja kugawa leseni kwa wachimbaji wadogo ili tuache kugombana na mgodi, tufanye kazi hiyo. Lakini hapa kuna changamoto ya ardhi. Watu hapa wakitaka kwenda Komaso wanazunguka.
Hapa serikali ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya Mama Samia imeridhia kujenga daraja la zaidi ya milioni 400. Mkandarasi ameshapatikana, mkataba umesainiwa, na jengo daraja ya kuunganisha kutoka hapa Matongo kwenda Nyarwana, kwa unaweza mkatanua wigo kwa kunani kwa bei ya chini kipe kuzunguka. Hapo kutakuwa na mawasiliano. Kama vipete moja vijana, sasa katika uchaguzi ambao mimi naufurahia nchi tangu nimeanza kupata fahamu ni uchaguzi wa 2025. Kwa nini? Umoja wa vijana ni tanuru la kuoga viongozi. Mnayeona mbele yetu hapa Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi alikuwa mwenyekiti wa vijana wa taifa kwa muda wa miaka 10. Sasa huyu imempendeza Mama Samia kwa utashi wake na Mungu amemuongoza, amemteua kuwa mgombea mwenza. Pigia Dr. Nchimbi makofi. Wale ndio wanafunza umoja wa vijana waanzia kwenye matawi kwenda kwenye kata, wilaya, mkoa wa Kinondoni, dada mdogo wangu. Sasa mfano huu ukichapa kazi, sisi hatuwezi kuacha, haikutupe mkono, tutakunga mkono. Dr. Nchimbi anataka kuhakikishia Watanzania wamefurahi sana wewe kwa mgombea mwenza, mwanasiasa nguli, una misimamo, utatusaidia, na Mama Samia amepata msaidizi mzuri sana na kazi itaenda. La mwisho, sasa hivi mtu kama wewe umesimama kwa namba yenyewe watu wa Mungu. Amesimama. Nataka nimwombe Dr. Nchimbi katika ratiba yako pia wakati wa kampeni uje Mungu. Ukija usimame kwenye jukwaa. Niombe watu wa Mungu, akirudi tena Mama Samia au Dr. Nchimbi, hakikisheni kwamba mnaandaa zile hoja za kufanya serikali isikie. Ziko hoja za mbunge, ziko hoja za serikali. Za kibunge nitafanya. Sasa serikali tuwe Dr. Nchimbi awe balozi wetu, azipeleke serikalini, zitatuliwe, maisha yasonge mbele. Hapo vipi? Hapo vipi? Mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Niseme. Sasa mwaka wa uchaguzi atakuwa Mama Samia, atakuwa na Dr. Nchimbi, anapaswa kuwa na mbunge, anapaswa kuwa na diwani, si ndio? Hapa kuna mtiania mwenzangu, si ndio? Chichake, si ndio? Siniendelee kwenye msafara, situtembele mbele. Kwa hiyo mimi niendelee, si ndio? Tusindikizane, tuombe kura, tuombe jambo la kura kwa CCM. Atakaye shida na kuteuliwa tumshike mkono. Hapo tayari tuendelee shaka. Hebu tuone mikono yenu. Tuone mikono. Asante sana watu wa Mungu. Dr. Nchimbi karibu sana Nyamongo, karibu Tarime vijijini.